Hello vipenzi, habari gani? Leo tupike maharage ya nazi. Maharage matamu yenye ladha nzuri na sio tu ladha nzuri. Yaani ni kwa kutumia viungo vichache unapata maharage mazuri matamu na utafurahia na familia yako. Kaa na mimi mpaka mwisho, hautajutia muda wako. Na kama bado haujasubscribe katika channel yangu ya Mapishi na Ruki, naomba unisaidie kusubscribe. Alafu tuendelee. Hapo nilikuwa nimeweka mafuta kiasi tu katika sufuria yangu, nimewasha na moto hapo pembeni nina kitunguu maji, kitunguu saumu nimetangia na tangawizi, carrot pamoja na pilipili hoho. Hapo nikaanza kuweka kitunguu. Weka kitunguu kiasi ambacho wewe unapenda na familia yako. Mimi nimeweka kiasi kidogo tu. Kwa kama wewe ni mpenzi wa vitunguu unaweza ukaweka vingi. Na kama wewe pia si mpenzi wa vitunguu unaweza ukaweka kidogo. Ila usiache kuweka kitunguu. Sio kwamba wewe sio mpenzi wa vitunguu alafu usiweke vitunguu. Hapana, weka hivyo vitunguu jamani, vitunguu ndio kila kitu katika mboga. Hapo nikatia na hoho kidogo kiasi. Kama nilivyosema, kama wewe ni mpenzi jaza nyingi. Kama wewe sio mpenzi usiweke nyingi. Hapo nikaenda kuweka ile tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Yaani ni tangawizi punje kama 3 hivi, alafu nikatwangia na kitunguu saumu, sio kingi. Ukiweka vingi, hayo ni maharage yatapoteza ladha. Tunaweka viungo kwenye maharage, sio yaani tunaweka viungo kwenye mboga, sio kupoteza ladha ya mboga, bali ni kufanya tu chakula kiwe kitamu. Kwa hiyo hapo kwenye kitunguu saumu hapo. Sasa hivyo viungo ambavyo vinatoa harufu jamani, tusivijaze kwenye vyakula, havipendezi. Tunaweka tu kidogo basi kuchangamsha tu ile mboga. Kwa hiyo hapo nikaweka carrot niliweka tu kidogo ya kukwangua. Kama unayo nyingi, unaweza ukaweka nyingi. Na pia unaweka kila kitu kutokana na wingi wa mboga yako. Kwa kama mboga yako karobo tu kama mimi hapo, weka tu kidogo. Ukumbuke maharage nilikuwa nimeshachemsha pembeni. Hapo niweka Royco Sotojo cube. Nimeweka pia kidogo kile kidonge cha Royco Sotojo cube cha maharage. Nimekikata nusu ndo nimetia humo. Sijaweka chote. Kwa sababu kama nilivyosema, viungo havitakiwi kuwa vingi. Yaani havitakiwi kunuka sana. Alafu mimi maharage yangu yawe ni kidogo. Kwa hiyo kama wewe ni maharage yako yanazidi robo, ukitie chote. Au kama wewe ni mpenzi sana wa harufu nyingi, tia yote. Kwa hapo nilivyomaliza karoti yangu imekuwa ishawiva, nikaenda kuweka maharage. Hayo maharage jamani, msione yamesimama, yametoka kwenye fridge. Sijui unanielewa. Yaani yamewiva vizuri tu, ila ni vile yamechelewa kuungwa. Wanasema kuungwa. Kwa hiyo kama na wewe una maharage yako, hakikisha maharage umeyachemsha. Hayo mimi sio maharage ya njano. Hayo ni maharage ya combat kwa sababu nilipata wageni, alafu kuna huyo mgeni anaumwa vidonda vya tumbo. Nikasikia kwamba sina uhakika. Hapo usisahau kuweka chumvi. Nikasikia kwamba hayo maharage kama unaumwa vidonda vya tumbo, maharage ni mazuri, maharage ya soya, hayana gesi. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisimpende mgeni wangu? Embu kwanza nikampikia zangu maharage ya combat. Mimi mwenyewe huwa nakulaga maharage ya njano, maharage ya soya hivyo. Kwa hiyo nasikia haya ni mazuri sana kwenye vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukafunika mara ya kwanza, tukarudi, tukakoroga, nikaona bado, nikafunika mara ya pili. Hapo usisahau kuweka chumvi jamani. Jamani, mboga ni chumvi. Okay. Kwa hiyo hapo nikaendelea kukoroga zangu maharage yangu kama hayo unavyoona. Kama wewe huna nazi, unaweza ukaishia tu hapo. Si unaona harage zuri linanukia hilo harage jamani. Ako Royco Sotojo kananukia kwenye mboga. Ukichanganya sio tangawizi, kale kitunguu saumu, yaani hivyo viungo tu unavyovitia. Na viungo vyote unavipata magengeni, madukani, popote pale ulipo. Hako Sotojo Royco cube unakapata kwa shilingi 200 tu dukani jamani. Yaani dukani kwa hiyo ni bei ya Kitanzania. Shilingi 200 ya Kitanzania. Na hivyo viungo vingine vyote vinapatikana magengeni na madukani. Kwa hiyo hapo mambo yasiwe mengi, nikaendelea nikatia tui langu. Tui moja tu mimi nimetia kwa sababu sitaki mambo mengi kwenye maharage yangu. Tui zito ndo nimetia. Kwa hiyo kama wewe, alafu pia mimi si ndo kama hivyo, yaani nimeona yatanitosha. Kwa hiyo kama unahitaji mchuzi zaidi, unaweza ukatia tui zaidi, au unaweza ukaweka tui la kwanza na la pili. Mimi nimeweka tui moja tu, tui zito. Na tui nikisema zito ni zito kweli kweli, sio tu zito.
afu kifui kimoja hapana. Nazi ya kutosha, nimechuja tu nzito ndo nimetia hapo. Kama ninavyosema jamani, sijawahi kutumia nazi ya part. Yani zile nazi za Bahresa, yani sijawahi kuzitumia. But natamani kujaribu. Embo mniambie jamani, ni nzuri? Natumiaga nazi fresh, ila nitajaribu. Hapo nilionja chumvi yangu ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo nikaongeza chumvi. Hapo tunaendelea kukoroga, tunalipiga pia hivyo ili tu lisikatike jamani. Haraka lionekane limekolea nazi na nazi isikike kabisa mdomoni. Okay, kwa hapo naendelea kukoroga mpaka yani uone kabisa ile nazi ishakutana na maharage, yani ule weupe wa nazi haupo, ichemke vizuri. Na hakikisha kule kuchemka hapo hilo tu ile inachemka vizuri jamani. Tu ile isipochemka maharage yanakuwa mabaya. Tutayarisha jamani, tujitahidi kwenye tu hapo. Basi hapo nikaongeza tena kachumvi kangu usiweke machumvi mengi. Basi hapo nikawa na naniliu. Hivi mniambie kweli haya maharage kweli ndio yanafanya hayana gesi? Mimi nimeambiwa tu. Huyo mgeni wangu akasema mimi jamani na vidonda vya tumbo, kwa hiyo naomba nipikie, usipike maharage mengine yoyote zaidi ya maharage ya Kombat. Mimi nani nipinge? Nikapika zangu maharage ya Kombat. Hayo yalikuwa yananukia. Nyumba nzima inanukia maharage ya nazi. Jamani, mkapike, yani sio gharama kubwa. Na hapo nilisahau tena kuweka hoho bwana. Nikasema hapana, nikarudi kuna vile vihoho nilivibakisha ningavitupia juu kwa ajili ya harufu. Mimi sijaweka pilipili hapo kwa sababu nina mtoto. Pilipili inaweza ikapasukia humo, mtoto akashindwa kula. Si unajua watoto wanapenda ubobo na maharage. Wewe utamwambia nini hapo? Yani pilipili tu pilipili. Mwanangu usile pilipili, wewe atakuona mchawi. Maharage yangu ni haya hapo. Kwa hiyo hapo naenda kwenye hatua nyingine ya kupika wali wa nazi wa kawaida tu. Kwa hiyo hapo weka tui langu, tia chumvi, maliza, subiri lichemke. Likichemka tia mchele. Mchele wowote uliokuwa na wewe tia. Mimi sijapika na basmati. Mchele wetu wa kawaida tu wa mtaani jamani. Tia kwenye nazi yako. Hapo kama una mafuta pia ongezea. Lakini mimi nilikuwa na tui langu jingine pembeni. Angalia wali wa nazi unavyopikwa. Achana na huo mchele, achana na kila kitu. Angalia tu wali wa nazi unavyopikwa. Kwa hiyo nikaweka chumvi, nikaonja hapo, nikapima maji hapo sawa. Tunaenda kukoroga. Chumvi niliongeza by the way. Alafu nikafunika. Ukishafunika sasa unaacha ichemke moto wa kawaida tu. Usipunguze kwanza moto mpaka ile tu lichemkiane na mchele. Choko yani lichemkiane. Si unaona kama hivyo la kwangu. Hapo nimerudi nikakoroga kidogo, nikaona hapa sasa ndio ule muda wa kupunguza moto, kwa sababu mimi napika kila kitu kwenye gesi jamani. Mara chache sana ndio waga napika kwenye mkaa kwa sababu ya sijui ndio niseme ubizi. Hata hivyo unatoka tu vizuri jamani. Sijawahi kuona tofauti. Unatoka tu vizuri. Kwa hiyo hapo nikapunguza moto. Nilipomaliza kupunguza moto, hapo tunaenda kuweka sasa katui ketu kazito. Nikisema tui zito kweli. Usiweke tu maji, weka tui. Na ndio maana nikasema kama una mafuta unaweza ukaweka. Mimi sikuweka mafuta kwa sababu kuna katui kangu kazito. Si unakaona kenye kalibaki kule kwenye maharage. Si unaona ni zito, sio tu jepesi, zito jamani. Nikatia hapo kwa juu wali ulivyokuwa umekauka. Weka hapo kwa juu jamani. Hiyo harufu yake. Wali unanukia nazi, nyumba nzima inanukia ninavyokuambia. Basi hapo nikaanza kugeuza ili hiyo nazi ichanganyike vizuri. Ile tui la nazi ile lichanganyike vizuri. Hapo moto ni mdogo saizi ya chini kabisa. Tunaweka moto mdogo. Tunafunika kwa moto mdogo. Kama una foil unaweza ukafunikia hapo na foil. Kama una kamfuko funika na kamfuko. Yani hakikisha tu mvuke hautoki. Mimi nilipambana nao hivi kwa sababu sikuwa na haraka na wali wangu uliva taratibu tu wenyewe. Si unaona wali unanukia nazi jamani. Hapo pembeni nilikuwa natengeneza kachumbari kangu. Mimi na wali na maharage na kachumbari napenda jamani. Baada ya muda wali wangu jamani, wali unanukia nazi. Muone hivi umekolea nazi. Hiyo nazi inanukia.
Hapo tayari nimeweza kupika na hapo wageni wangu wanakula wali, kachumbari, visamaki na maharage jamani. Mtamu. Msisahau kunisubscribe, usisahau kulike, kucomment na wapenda, bye bye.